Mpendwa mtazamaji, Dominika ya 21 ya mwaka A wa Kanisa, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya, sura ile ya 22 aya ya 19 hadi ile ya 23. Somo la pili linatoka kwa waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ile ya 11 aya ya 33 hadi ya 36. Injili inatoka kwa mwinjili Mathayo, sura ile ya 16 aya ya 13 hadi ya 20. Nitaisoma Injili. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipo, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena Yohana Mbatizaji, wengine Eliya, wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bayona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakwambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalo lifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalo lifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Ndipo alipowakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ndiye Kristo. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, katika somo la kwanza linalotoka katika kitabu cha Nabii Isaya, kilikuwa ni kipindi ambacho mtu mmoja aliyekuwa amepewa jina la Shebna alikuwa amepandishwa cheo, akafika katika nafasi ya juu sana. Katika nafasi hiyo aliyokuwa amepandishwa, akiwa ndiye anayeshika hazina yote katika ile taifa la Israeli, na hasa ule mji wa Yerusalemu, Shebna alianza maisha ya kufuru. Shebna akatumia madaraka yake vibaya, cheo chake, akaishi maisha ya ubadilifu. Alijitukuza mwenyewe badala ya kushughulika na matatizo ya watu. Shebna, kwa kutumia pesa za wanyonge waliokuwa wakilipa kodi, alijitengenezea kaburi lake mwenyewe kwenye miamba mirefu, ili atakapokufa watu wamkumbuke. Shebna akanunua magari ya kifahari ya kivita, akipita mitaani kuonyesha fahari na cheo chake. Mungu alimtuma Nabii Isaya akamkemea Shebna juu ya tabia zake mbaya za kutumia vibaya madaraka na pesa za walipa kodi, watu walio wanyonge. Shebna akawa na kiburi, akakataa. Kwa kuwa Mungu ndiye anayeinua na Mungu ndiye anayeshusha, kwa kuwa mamlaka zote hutoka kwake, ndiye anayemuondoa mwanadamu katika nafasi na kumweka mwingine, Shebna alisukumwa na Mwenyezi Mungu akaondolewa mahali pake
akavuliwa nguo zake zote za kifahari na mamlaka zake zikavuliwa, akapelekwa uhamishoni, akafia uhamishoni. Na Mwenyezi Mungu akamwinua Eliakimu aliyekuwa mtumishi wake mdogo, akachukua nafasi ya Shebna. Tunajifunza kitu gani katika maisha? Unapobarikiwa kwa kupata kazi, umepata pesa, au umepata cheo cha juu katika nchi, katika kanda na popote pale, uwe mnyenyekevu. Kiburi kikitawala maisha yako, utambue kwamba yupo Mungu. Mungu huyu anaweza kuondoa baraka zako na kumpatia mwingine. Utambue kwamba Mungu ndiye anayeinua na Mungu ndiye anayeshusha. Maisha yetu kamwe hayapaswi kuweza kuwa ni maisha ya kung'ang'ania sana madaraka na vyeo na kazi, ukang'ang'ania sana kwa nguvu zako mwenyewe. Ukimtumania Mungu kama alivyofanya huyu Eliakimu, wakati wa Mungu ukifika tu atakuinua na hakuna mwanadamu ambaye anaweza akakuzuia. Eliakimu mwana wa Hilkia anapewa mamlaka na baadaye pia anapewa ufunguo. Ufunguo huu ni ishara ya kufungua na kufunga, ambayo baadaye tunakuja kuiona Yesu Kristo anakuja kutoa ufunguo na kumpatia Petro katika Agano Jipya. Eliakimu aliyekuwa mnyenyekevu anapewa cheo ili aweze kuwa baba kwa wenyeji wa Yerusalemu, ambao kwa kipindi chote cha Shebna walikosa mlezi, walikosa mlinzi. Anaitwa baba. Kwa nini? Mungu ndio anayeinua na kumbariki, ili mwanadamu ambaye amekuwa ni mnyenyekevu aweze kuwa na nafasi ya juu, si kwa ajili ya faida yake mwenyewe, bali kwa ajili ya faida ya watu wengine. Mungu anaweza akakuinua akakubariki kama alivyombarikia huyu Eliakimu, si kwa faida yako mwenyewe, bali kwa faida ya wale ambao ni wanyenyekevu, wale ambao ni wanyonge, ili uwe mlinzi na kimbilio la wale wote ambao wapo katika mahali pa chini na mahali ambapo wengine hawezi kufikia. Leo katika dunia sasa tunahitaji akina Eliakimu ambao hawataweza kutumika kwa hila zao wenyewe wakijinufanisha katika mambo yao, bali watakuwa ni wanyenyekevu. Tunawahitaji akina Eliakimu ambao hawatatumia hila, hawatatumia rushwa, fitina ili kuweza kumwondoa Shebna katika nafasi, bali wamtumanie Mungu mwenyewe, ambaye yeye Mwenyezi Mungu huwainua na kuweza kuwashusha wale wote wenye kiburi. Katika dunia sasa tunashuhudia yafuatayo, kwamba kila mahali kuna ushindani. Maeneo ya kazi kuna ushindani mkali sana, maeneo ya biashara kuna ushindani, hadi katika suala zima la mambo ya kisiasa. Yapo makundi, wapo akina Shebna na wapo akina Eliakimu. Hawa akina Eliakimu, ujumbe ni kwamba mara nyingi sana wanaweza kaanza kutumia majungu, wakaanza kutumia mbinu chafu ili kuweza kupata vyeo, kuweza kumwondoa mtu. Uaminifu na kufanya kazi kwa bidii na kwa siri kutakufanya wakati wa Mungu akuinue kwa wakati wake, kama alivyozungumza katika Mhubiri sura ile ya 3 aya 11, kila jambo na wakati wake. Na kama alivyozungumza katika ile waraka wa kwanza wa Mtume Petro sura ile ya 5 aya 6, kwamba nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili aweze kuwainua kwa wakati wake. Katika Injili Yesu Kristo amekwenda maeneo ya Kaisaria Filipi. Kaisaria Filipi ilikuwa ni eneo gani? Ni kilomita 40 kutoka ziwa Galilaya. Huko ndiko ambako watu wengi walikuwa wanaenda kuchukua uchawi na uganga. Wengi walikwenda kufanya matambiko kwa ajili ya kupata mali na mafanikio ya kilimo.
na wakitaka mvua ni milimani, na huko ndiko ambako walijenga madhabahu ya Baali wakawa wanaisujudia. Warumi na wao wenyewe wakaenda kujenga sanamu kubwa ambayo walimweka huyu Kaisari ambaye ndio aliyekuwa ni mtawala wao, kwa ajili ya kuonyesha kwamba wanapata mafanikio makubwa. Halikuwa eneo ambalo walikuwa wanaishi Wayahudi. Yesu Kristo akaamua kwenda maeneo hayo, na alipofika pale katika hilo eneo ambalo wapagani wamejaa, ibada chafu za kuzimu zinafanyika, anawauliza mitume swali hili: watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Kwa nini anauliza swali hilo? Wataalamu wa maandiko matakatifu wanasema zilikuwa ni nyakati za mwisho za Yesu Kristo kuweza kuondoka hapa duniani. Akataka kuweza kujua, je, katika safari yake ya miaka 3 hawa wanafunzi wake mitume wamemuelewa? Wameelewa kitu gani cha kimungu ndani mwao? Wana mitazamo gani juu ya Yesu Kristo? Alipouliza hilo swali ili kuweza kujua kile ambacho kipo ndani mwao na msimamo wa imani yao, ndipo wakatoa majibu. Wakasema, watu unena kwamba wewe ni Yohana Mbatizaji, wengine wakasema ni Elia, wengine ni Yeremia au mmoja wapo ya manabii. Tuanze kuchunguza hawa manabii. Nabii Elia ni nani? Ni nabii aliyekuwa mkweli mbele za Mwenyezi Mungu na mbele za watu, aliyepambana sana na wale wote ambao walikuwa ni manabii wa uongo na wale wote waliokuwa wanajiingiza katika ibada chafu za sanamu, hasa kwa mungu Baali. Nabii Elia ndiye aliyepambana na yule mwanamke mchawi Yezebeli, ambaye alipanga kuweza kumwangamiza, na kwa kinywa cha nabii Elia alifunga mvua kwa muda wa miaka 3 haikunyesha, na kwa neno lake mvua ikashuka. Alipotaka kuweza kuangamizwa nabii Elia, Mwenyezi Mungu alimchukua kwa upepo wa farasi wa kisulisuli akaenda mbinguni. Alipokwenda mbinguni nabii Elia, Mwenyezi Mungu alitoa unabii kwamba nabii Elia atashuka, atakuja kutimiliza mpango wa Mwenyezi Mungu. Na huyu nabii Elia akaja katika roho ya Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji alikuwa ni nabii wa mwisho. Maisha yake yalidumu katika ukweli, kukemea watu katika maisha yao machafu mabaya. Hakuweza kuangalia sura ya mtu. Aliwaambia watu, tubuni na kuiamini Injili, itengenezeni njia ya Bwana katika maisha yenu. Juu ya viongozi wa kisiasa ambao walikuwa wanaishi maisha machafu, mfano Herode aliyekuwa anatumia nafasi yake ya cheo cha juu cha ufalme kuiba wake za watu, alimweleza ukweli: acha tabia ya kuiba wake za watu. Aliwaambia askari, acheni kuwabambikizia watu kesi. Akawaambia watu wenye mamlaka ya kukusanya kodi, msitoze kodi kuzidi kile kiwango ambacho mmeambiwa, msiwatese watu. Maisha yake Yohana Mbatizaji alikufa, alichinjwa akiwa anashuhudia ukweli. Na ndipo sasa katika maisha hayo ya Yohana Mbatizaji alipochinjwa, Herode akaanza kupata shida. Yesu alipokuwa tayari amechukua nafasi, Herode akaanza kusema kwamba Yesu Kristo au Yohana Mbatizaji amefufuka kutoka wafu, anafanya kazi ile ile ambayo huyu Herode alikuwa amemchinja. Manake Yesu alidumu katika ukweli. Yesu alikuwa kimbilio la watu. Tunamuona sasa viongozi wa kisiasa na viongozi wa kidini, watu walikuwa wamewachoka kwa sababu hawakusimama katika nafasi zao. Ila kwa Yesu aliyekuwa amekuja mnyenyekevu, akawa tulizo la hawa wanyonge, watu waliona ndani ya Yesu. Yohana Mbatizaji waliona ndani ya Yesu habari za Yeremia juu ya neno lake, waliona ndani ya Yesu habari za au maisha ya nabii Elia. Yesu akasema, inatosha. Basi ninyi mitume mnasema mimi ni nani? Na ndipo sasa wakakaa kimya, wakatazamana. Mmoja ambaye alikuwa anaitwa Petro akajibu akasema,
wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu Kristo anauliza hadi leo, je, Yesu Kristo ni nani katika maisha yako? Yesu Kristo ni nani katika familia yako? Yesu Kristo ni nani katika kazi yako? Yesu Kristo ni nani katika biashara yako? Yesu Kristo ni nani katika cheo chako? Unamtambua? Hao wengine walikaa kimya, walimchukulia Yesu katika mtizamo wa mafanikio ya kisiasa, lakini Petro akatoa jibu, akasema, wewe ni mpako wa mafuta, masihi wa Bwana. Yesu akasema, akili yako Petro haijakufunulia hayo mambo, bali Baba yangu wa mbinguni ndio aliyekufunulia hayo. Ndipo Yesu Kristo akamwambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Akaongeza akasema, nami ninakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Tuanze na maneno ya Yesu anayosema, wewe ndiwe Petro. Ingawa mara ya kwanza alisema kwamba heri wewe Simoni Bayona, alimwambia heri wewe Simoni mwana wa Yona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili. Kwa nini anataja Simoni? Simoni lilikuwa ni jina la asili, alikuwa mrithi kutoka baba yake Bayona. Katika kwenda kufanya kazi ya Yesu Kristo, Yesu alimbadilisha akamwita Petro, jiwe, mwamba. Na kupitia hiyo ndipo Mwenyezi Mungu anatoa mafunuo hayo. Na Yesu Kristo anamuinua huyu Simoni kwamba ni Petro, anasema kwamba nami nitalijenga kanisa langu kwako. Si kwa sababu Petro alikuwa na akili nyingi sana. Petro alikuwa mtu wa kawaida mnyenyekevu. Petro alipokuwa anaanguka alisema, Yesu naangamia. Yesu akamuinua. Hakuwa mtakatifu sana, alikuwa ni mdhaifu, lakini alikuwa ni mnyenyekevu wa kuweza kukiri udhaifu wake. Ndipo Yesu anakuja kumuinua na kuweza kujenga kanisa lake juu ya mwamba huu. Na hadi leo kanisa tulilokuwa nalo moja takatifu Katoliki na la mitume limejengwa katika mwamba huu ambao ni Petro. Na akasema kwamba wala malango ya kuzimu wala nguvu za kuzimu halitaweza kulishinda. Na anasema nimekupatia mamlaka, yeyote atakayeweza kuyafunga hapa duniani atakuwa amefungwa, na yote atakayo amefunguliwa huko duniani atakuwa amefunguliwa mbinguni. Mamlaka hii ipo kwa wale wote ambao ni wabatizwa, wale wakombolewa na damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kama vile nabii Isaya alivyompatia mamlaka Eliakimu ya ufunguo juu ya Yerusalemu, na Yesu Kristo alivyompatia ufunguo huyu Petro juu ya mambo yote, vile vile pia ametupatia damu yake takatifu ambayo ndio inayofungua, ina mamlaka. Baba Mtakatifu, maaskofu, mapadi wana mamlaka ya kuweza kufungua dhambi na kuweza kumfungulia mwanadamu dhambi. Wana mamlaka yote ambayo wala malango ya kuzimu hayataweza kulishinda. Bakia mnyenyekevu, bakia ndani ya kanisa, bakia katika unyenyekevu wa Mwenyezi Mungu. Yeye huwa anatuinua, na tangu Yesu alipotamka maneno hayo, kanisa limesimama imara hadi leo. Na Mwenyezi Mungu atubariki na kutulinda, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.